Power. Bunge power. Mr. Speaker, kianza na mada hivi majuzi tuliona mheshimiwa wa eneo bunge la Embakasi East alisema alipokuwa anahojiwa katika podcast, alisema ya kuwa katika hiyo ama huo mrengo wao yeye anawania kuwa kiongozi wa party, yani party leader. Ndugu yangu mheshimiwa, mimi naona unakuwa over ambitious. Itakuwaje wewe unataka kuwa governor, wewe unataka kuwa party leader, sijui unataka kuwa kingpin, sijui unataka kuwa gani? Hata tukiangalia jana kuna opinion poll ilitokea ya Tifa, mahali ulirankiwa wewe ulikuwa mwisho huku. Sifuna alikuwa anafuata mheshimiwa rais wa karibu. Sasa wewe utatudanganya ati wewe utakuwa party leader, wewe unaleta confusion. Lakini ni vizuri sisi watu wa tuta hii hatuhusu, hiyo ni non issue kwetu. Sasa hiyo kama utakuwa party leader, party what, hiyo ni yapi? Kwa mada ya pili, Mr. Speaker, please allow me to address this in Queen's language. Mr. Speaker, we have a madman in town that is causing confusion left, right and center. One, Mr. Rigathi Gachagua. Mr. Rigathi Gachagua, we are now asking the government to establish a mental facility in Wamunyoro so that you can be admitted there and get proper medication. Why am I saying this? Mr. Rigathi Gachagua is busy fighting other leaders left, right and center. That if you do not subscribe to his divisive politics, you are profiled either a betrayer or a traitor. He's intimidating other leaders. Like you could see yesterday, he forced Mr. Irungu Kang'ata to join his party through intimidation. He's even attacking independent institutions like the police service. Like the other day, we just heard him and saw him say that the Inspector General of Police is not qualified, has a fake degree. That's why he always follows the orders from the president. Yet he is forgetting that the service should only serve the government of the day. Mr. Rigathi Gachagua, we don't want you to cause chaos in our country. We cannot blame Mr. Duale on this. Mr. Duale was just giving you your own share because you always think that you are entitled to the leadership of this country, that it is only one community that should rule this country. Mr. Gachagua, we also have other communities that can lead this country. Thank you, Mr. Speaker.